damu zinatofautiana. Tunajua ya kwamba damu ina uhai. Ndiyo. Damu ndio inayoleta uhai kwenye mwili wa mtu. Amen. Kwenye mwili wa kiumbe, kwenye mwili wa mnyama yeyote. Ndiyo. Hapa tunaonyeshwa ya kwamba kila damu inatofautiana thamani. Ndiyo. Na waliitumia katika Agano la Kale damu ya wanyama kunyunyiza kwenye viti vya rehema ili kuleta upatanisho na Mungu. Ndiyo. Watu wakitenda dhambi, amen, watu wakitaka kubarikiwa, ndiyo, wakiona mvua imekata, ndiyo, wakiona baraka zimepotea, ndiyo, wanachinja damu, wanachinja yes, mnyama kama ni mbuzi au ni ng'ombe au ni kondoo, ndiyo, wananyunyiza damu kwenye kiti cha rehema. Ndiyo. Haleluya. Kwa hiyo vipo viti ambavyo huwa vinahitaji damu ili kupata upatanisho. Sema amen. Amen. Walikuwa wakimwaga damu tofauti tofauti. Ndiyo. Hapa utaona wametaja ng'ombe, wametaja mbuzi. Ndipo atamchinja mbuzi wa sadaka ya dhambi yule wa watu na kuileta damu yake ndani ya pazia na kufanya hiyo damu vile vile kama alivyofanya ile damu ya ng'ombe. Unaona, wametaja mbuzi, ametaja ng'ombe, na kuinyunyiza hivyo damu hii juu ya kiti cha rehema na mbele ya kiti cha rehema. Ndiyo. Sema amen. Kwa hiyo zipo damu tofauti tofauti, lakini katika Agano Jipya mafundisho tofauti yanakuja ya kwamba damu za wanyama zilitumika tu kufunika dhambi, hazikuwa na uwezo wa kuiondoa. Ndiyo. Hazikuwa na uwezo wa kuifuta. Ile dhambi iliyofanyika inafunikwa, ule uovu uliofanyika unafunikwa. Baada ya hapo unakuja kuibuka tena ndani ya familia, ndani ya ukoo. Ndiyo. Kama ni magonjwa yanafunikwa kwa muda fulani. Ndiyo. Hayaondoki moja kwa moja. Amen. Ndio maana katika kitabu cha Waibrania 10 mstari wa 4 anasema, kwa maana haiwezekani damu ya mafahali na ya mbuzi kuondoa dhambi. Unaona hapo anataja damu ya mafahali, anataja damu ya mbuzi. Ndiyo. Kwa hiyo wale viumbe damu zao zinatofautiana thamani, wenyewe viumbe kwa viumbe. Unaweza mganga wako akakwambia lete damu, lete kuku, anachokitafuta yeye ni ile damu ndiyo ilete upatanisho kati yako na miungu yake. Anakupatanisha wewe na miungu ya huyo mganga. Ndiyo. Ulipeleka mbuzi, ulipeleka kuku, ulipeleka jogoo, ulipeleka kuku mtetea. Ndiyo. Zote zina thamani tofauti tofauti kwa jinsi anavyoona na miungu yake. Ndio maana siku nyingine atakwambia lete njiwa mweupe, siku nyingine atakwambia lete jogoo mwekundu. Yote ina thamani tofauti na ina matokeo tofauti. Sema amina kama unanielewa. Mbona kama vile hujawahi kupeleka? Haleluya. Amen. Watu wananiangalia kama hawajawahi kupeleka. Tukiulizana hapa, kitu gani uliwahi kudaiwa na mganga wako kupeleka ili achinje? Yapo majibu. Watu wengine wameambiwa hadi wapeleke kobe. Watu wengine wameambiwa ulete punda. Kuna watu wamefanyiwa kafara la punda. Kila siku unamuota punda. Kwa sababu gani? Na unafanya kazi haulipwi kiwango unachostahili. Wewe ulifanyiwa kafara ya punda. Ndiyo. Walichinja punda, wakasema maisha ya huyu mama, ndiyo, maisha ya huyu kijana kweli yawe kama maisha ya huyu punda. Ndiyo. Atabebeshwa mizigo na hatafanikiwa. Ndiyo. Atalipwa mshahara kidogo. Haleluya. Amen. Kama walikuchinjia mbwa ndio balaa. Oho. Hapo amina zipo. Zimepotea.
haziwezi kuwepo. Kweli. Sema amen. Sema nakataa kila kafara niliyofanyiwa kwa kupitia mnyama yeyote, maisha ya huyo mnyama yakaunganishwa na maisha yangu, nikatambikiwa. Kuanzia leo nakataa, nafuta, naondoa kila muunganiko na hizo damu zilizomwagwa kuanzia saa hii, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Sema amina, mshangilie Bwana. Shangilia Yesu mahali ulipo. Pigie Bwana makofi ya kutosha. Na hapa tumepewa warning, tunavyoelekea Disemba, damu zitaanza kumwagika. Wanyama watachinjwa. Ndio. Kafara zitaombwa. Ndio. Waganga wetu watatutafuta sana. Tena watakutungia kesi, wanakupigia simu ya kwamba nimeona mambo mabaya. Ndio. Andaa kuku, andaa kuku. Ujue hapo tayari kimeumana. Na kuna watu tupo hapa tayari tumeshapigiwa simu. Kweli kabisa. Muulize jirani, umepigiwa simu na mganga wako? Umepigiwa simu na mganga wako? Anasemaje? Tuendelee msomaji. B. Damu ya mwanadamu. Wachawi walishatambua kuwa damu ya wanyama inapitwa kwa thamani na damu ya wanadamu. Sasa hivi wamejiongeza, badala ya kudai damu ya kuku au ng'ombe, utaambiwa unatakiwa utoe damu ya mtu. Wengi wanaingizwa maagano au kutafuta nguvu ya kiroho kwa kuambiwa watoe damu za watu wao wa karibu. Wafalme wa Pili sura ya 3 mstari wa 26 hadi 27. Unakuta kampuni fulani kila baada ya muda anakufa mfanyakazi, na baada ya hapo biashara inashamiri. Kitabu cha Mwanzo sura ya 9 mstari wa 6 fungu wa semi, yeyote atakayemwaga damu ya mwanadamu mkato, damu yake huyo mwanadamu itamwagwa na mwanadamu mkato, kwa maana kwa mfano wa Mungu alimfanya mwanadamu funga semi. Shetani anatafuta damu ya Mungu ili kujiongezea uweza wake kutawala dunia hii. Kwa kuwa hawezi kuipata damu ya Mungu mkato, anatafuta mfano wa hiyo damu. Hapo ndipo kafara za damu za watu hutokea sana kila mwisho wa mwaka anapofunga mahesabu yake. Ajali nyingi za ajabu na vifo visivyoeleweka ni sadaka kwa Ibilisi. Anatafuta nguvu. Embu sema amen. Sema amina. Sasa waganga wanajua siri ya damu. Kweli. Wanajua ya kwamba damu hizi zinazidiana thamani. Kweli kabisa. Ili upate zawadi kubwa au cheo kikubwa, ama upate nguvu kubwa zaidi ya kiroho, badala ya kuita tu damu za viumbe, pamoja na kwamba viumbe vinazidiana, sasa wanahitaji, wanakuangalia, wanakusoma. Huyu ana uwezo wa kuleta damu ya mtu? Haleluya. Wanakuangalia. Wakikuona bado ndio kwanza unachipukia kwenye mambo ya uganga, mambo ya ushirikina, wewe utakuwa unaambiwa tuleta njiwa, unaleta njiwa. Leta kuku, unaleta kuku. Hao ni waganga wa kizamani. Ndio. Asilimia kubwa ni njaa yao, anataka tu kula huyo kuku. Lakini kama kweli anataka akupatie cheo, anakuambia utoe mtu ili upate cheo haraka, ili upate ushindi haraka. Unakuta wafanyabiashara
au makampuni, kila mwaka lazima mtu afe, anakufa kifo cha ajabu ajabu, alafu biashara ndio inashamiri. Ile damu ya mtu imemwagika kwenye madhabahu na kuleta nguvu ya kiroho ya kuendesha biashara. Unakuta basi linachinja watu, ajali wanakufa watu 20-30, alafu baada ya hapo biashara inaongezeka, inakuwa ni kafara ya damu za watu, ni kafara ya kiwango cha juu zaidi ya kile cha wanyama. Sema amen. Na hata hizi damu za watu zenyewe pia zinatofautiana thamani yake. Unapochukua damu ya mtoto mchanga ni tofauti, damu ya mtu mzima ni tofauti, damu ya kijana ni tofauti, damu ya mzee ni tofauti katika thamani. Yes. Sema amina kama tunaelewana. Sema amina kama tunaelewana. Wakati Farao, wakati Herode anataka kuhakikisha utawala wake hautetereki, aliagiza watoto wa miaka 2 wa kiume, ndio wa kiume wachinjwe wote, ili kiti chake kiendelee kuwa na mamlaka. Sema amina kama unanielewa. Amen. Hivyo hivyo Farao alichinja watoto wadogo wa miaka 2 wa kiume kushuka chini, ili aendelee kuwaweka utumwani wana wa Israeli. Ndio manake ile thamani inatofautiana. Haleluya. Tumepewa andiko hili hapa, nitaomba tulisome kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 3 mstari wa 26 na 27. Walikuwa wako vitani wana wa Israeli wakipigana na wa Amori, nadhani wa Amori. Tusome. Kitabu cha Wafalme wa Pili sura yake ya 3 mstari wa 26 na wa 27. Ndio. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Amen. Naye mfalme wa Moabu alipoona ya kwamba ameshindwa vitani mkato, alitoa pamoja naye watu 700 wenye kufuta panga, ili wapenye hata kwa mfalme wa Edomu mkato, wala hawakudiriki. 27. Ndipo akamtoa mwana wa kwanza mkato, yeye ambaye angetawala mahali pake mkato, akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa juu ya ukuta. Kukawa hasira kuu juu ya Israeli mkato. Basi wakatoka kwenda kwake mkato, wakarudi kwenda nchi yao wenyewe. Amen. Sema amen. Tofauti unaiona wakati vita imechachamaa, Waedomu wamezidiwa, wanapigwa, wanashambuliwa. Mfalme amejaribu njia zote, akachukua vijana 700 wenye upanga wapenye kwenye ngome. Maana yake aliwatoa waende, damu yao imwagike. Lakini wale 700 hawakuweza kufanya adui arudi nyuma, wakashindwa. Lakini akachukua mtoto wake wa kumzaa ambaye alikuwa ni mrithi wa kiti chake cha ufalme. Alipoamua kumchinja mtoto wake mwenyewe, jeshi la wana wa Israeli ambao ni jeshi la Mungu, ambao ni jeshi lenye kibali cha Mungu, ndio lililokuwa lina advance linamshambulia, limeshamzidi nguvu, ndio wakavurugikiwa, wakashindwa, wakazidiwa. Wakarudi nyuma. Ndio wane sadaka zinavyotofautiana. Hawa vijana 700 ambao sio damu yake, tofauti na kumtoa mtoto wake mwenyewe. Ndio maana wachawi waliopo hapa wanajua sheria za kupandishwa cheo, ya kwamba ili upewe taji la umalikia, la uganga, la uchawi,
lazima umtoe mama yako au umtoe baba yako ama umtoe kaka yako au mtoto wako kipenzi. Amen. Haleluya. Haleluya. Umtoe. Unakuta watu waliopo hapa, vita tulionayo ni vita ya ndani, kwa sababu ndani ya ukoo kuna mtu anataka ashinde vita. Ameshapewa masharti, toa ndugu yako mmoja au wawili au watatu, ndio cheo kitapandishwa. Kweli. Cheo kitaongezeka. Ndio. Kwa hiyo anaangalia katika ukoo nani kipenzi. Sasa hapo ujiangalie ndani ya ukoo wenu, wewe ndiye kipenzi cha shangazi ambaye ndiye wamerithi uchawi wa ukoo. Ndio. Upo hatarini. Wewe ndiyo kipenzi cha bibi. Ndio. Alikulea tangu ulipozaliwa. Kweli. Ukakaa mikononi mwake. Maana yake damu yako ina thamani sana kwake. Ndio. Akikutoa wewe, anazidi kupata nguvu. Kila damu ina thamani tofauti kwa mtu na Mungu. Lile agano, amen, kati yake na huyo Mungu wake linategemea thamani ya hiyo damu. Haleluya. Mwangalie jirani, kama anasinzia ujue damu yake tayari wameshaitoa. Muone tu huruma. Muone huruma jirani yako, mambo ni mazito. Mfalme alipoona anazidiwa, akajaribu kumwaga damu za vijana mbalimbali, anawapeleka fronti, wanapigwa, lakini hali bado ni ngumu. Akaona sasa hapa njia pekee ni kutoa sadaka yenye thamani kuliko zote. Akamtoa mwana wake wa pekee ambaye ndiye alikuwa mrithi wa kiti cha ufalme. Kwa hiyo ipo tofauti, damu ya mfalme, damu ya raia wa kawaida, damu ya mwanamke, damu ya mwanaume, damu ya mtoto, damu ya mtu mzima, zina thamani tofauti katika hizi kafara za kiroho. Sema amina kama unanielewa. Sema amina kama unanielewa. Kwa hiyo ni lazima ujiangalie, kama kuna mchawi kwenye ukoo wenu na wewe ndio kipenzi chake, maana yake upo hatarini. Leo Yesu akutetee. Leo Yesu akusaidie. Unatafakari, unafikiria, unawafikiria wachawi wa ukoo, kwa sababu kutoa damu nyingine haileti matokeo moja kwa moja, ila damu ya ndani. Ndio maana Yesu anasema adui wa mtu ni wa nyumbani mwake. Amen. Hebu mpigie Yesu makofi ya kutosha. Yes. Katika kitabu cha Mwanzo 9 mstari wa 6 anasema, yeyote atakayemwaga damu ya mwanadamu, damu yake huyo mwanadamu itamwagwa na mwanadamu, kwa maana kwa mfano wa Mungu alimfanya mwanadamu. Kwa hiyo mwanadamu aliumbwa kwa mfano wa Mungu. Ndio. Na shetani anajua damu ya Mungu ndiyo yenye thamani. Kwa hiyo damu inayoikaribia damu ya Mungu ni ya yule kiumbe ambaye ameumbwa kwa mfano wa Mungu. Ndio. Haleluya. Haleluya. Wewe hapo ulipo, mashetani na wachawi na majini yanaipenda damu yako kwa sababu uliumbwa kwa mfano wa Mungu na ina thamani kubwa. Ndio. Kitu pekee kinachozidi damu yako ni damu yenyewe ya Mungu ambayo tunaenda kuiona hapa. Sema amen. Amen. Sema Bwana Yesu, Bwana nakataa
Nakataa. Ajali zote za mwisho wa mwaka nafunga kila roho ya kafara mwisho wa mwaka. Damu yangu, damu ya familia yangu haitamwagika mwisho wa mwaka huu kwa jina la Yesu. Nakataa, nafuta, naharibu kila kafara iliyoandaliwa, iliyotengenezwa kwa damu ya Yesu. Nafuta kabisa, haitatokea. Nalinda damu yangu, nalinda damu yangu, kila tone la damu yangu halitamwagika kwa ajili ya kafara kwa jina la Yesu Kristo. Sema amina, mshangilie Bwana. Amen.